السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kuwa tumezungumza umuhimu wa kulijua jina la Allah lenye sifa, jina la Allah Ar-Rahman, ambalo sifa hii ni sifa ya mwenye kuwarehemu waja wake wote hapa duniani, na rehma tukaizungumza hapa duniani iko rehma kwa wote, hata asiyestahiki rahma, lakini kwa kuwa Allah ni mlezi anamrehemu vile vile, na iko rehma ambayo ni khasa. Tukazungumza tukafafanua sana. Sasa leo kidogo tuzungumze njia zinazosababisha watu wapate rahma hii khasa, rehema hii ambayo ni kwa watu maalum. Watu maalum wenyewe tuligusia kidogo, tukasema ni wale wanaojipendekeza kwa Allah ndio wanaopata rahma khasa. Sawa sawa. Kule kujipendekeza ndiko kunakopelekea mtu apate rehema hii maalum, lakini rehema ile ya wote Mungu anaitoa kwa wote, hata wanaomtukana anawapa rehema ile. Anawapa rehema ya chakula, rehema ya mvua, rehema ya pumzi, rehema ya afya, rehema ya mali nyingi sana. Karuni alipewa mengi sana mali, Firauni akapewa mamlaka kubwa mpaka akamtukana Mungu, na walikuwa ni watu wasiostahiki rahma, lakini Mungu mwenyewe kwa kuwa ni mlezi duniani akawapa rahma. Sasa kujipendekeza ndiko kunakopelekea kupata rahma hii maalum. Tugusie baadhi ya njia zinazopelekea kupata rehma maalum. Moja, al-ihsan, kuwa mwema. Kuwa mwema, ihsani ilizungumzwa ni daraja ya juu sana. Yani al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Ihsani ni kumwabudu Allah kama vile unamuona, ukamtumikia kama unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kwani kama wewe humuoni yeye anakuona. Kwa hiyo ni ihsani ya kumtumikia Allah. Na ihsani inazungumzwa pia, inazungumzwa ihsani ila ibadillah, ila khalqillah, kuwa mwema kwa viumbe wa Allah. Kwa hiyo kwanza kuwa mwema kwenye nafsi yako kwa kumwabudu Allah ipasavyo. Pili, kuwa mwema kwa viumbe wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza ihsani kwamba ni sababu ya kupata rehma khasa kwenye surat al-A'raf aya 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rehma ya Allah iko karibu sana kwa hawa watu muhsinin, watu wema. Wema namna gani? Wema kwa nafsi zao kwanza, kumwabudu Allah ipasavyo, halafu wema kwa viumbe wa Allah. Sawa? Unakuwa mwema kwa viumbe wa Allah wote bila ya kujali. Viumbe wa Allah unahurumia, unakuwa mwema kwao. Kwa hiyo Allah amebaini hivyo, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rehma za Allah, rehma hii maalumu hii iko karibu mno kwa watu wema. Wenye kufanya wema basi wanapata rahma khasa min Allah. Sawa? Tukiachilia mbali ile rehma ya chakula, rehma ya chakula kwa wote, sawa? Hii rahma maalum, Allah anajifunua ufunuaji maalum kwake, anampa upulizo maalum mtu huyu mwema, anamuonyesha maono maalum
anamfanya asikie usikiaji maalum. Sawa sawa. Nyingine taqwa Allah. Taqwa Allah, ucha Mungu, ambayo maana yake ni kujikinga adhabu ya Allah kwa kufuata amri vizuri na kuacha makatazo vizuri. Ndio maana ya ucha Mungu. Unajikinga adhabu ya Allah kwa kuwa mfuatiliaji mzuri wa amri, unakimbia makatazo. Hii taqwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ucha Mungu, akasema hivi, wa rahmati wasi'at kulla shay, rehema zangu mimi zimeenea kila kitu. Si ndio ile rahmatul amma, si ndio? Rehema yangu kila kitu kinapata rehema zangu duniani. Fasaaktubuha, nitaiandika hii rehema khaswa, sasa rehema rasmi nitaiandika, lilladhina yattaqun, kwa wale watu ambao watakuwa wana sifa ya takwa. Baada ya rehema kuwa imeenea kila kitu, nitaiandika rahma khaswa kwa watu ambao ni wacha Mungu. Angalia sasa takwa Allah zinavyokuja, ikachambuliwa kidogo. Wayutuna zakat, wamekuwa wacha Mungu kujikinga. Wayutuna zakat, wakawa wanatoa na zaka, ikatajwa rasmi. Si ndio ihsani kwa viumbe hiyo? Hivyo sivyo? Wewe ulikuwa mfuatiliaji wa amri, umetajwa rasmi tu, mfululizo tu, kwamba kwa ujumla tu unafuata amri, unaacha makatazo. Wayutuna zakata, na wakawa wanatoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao aya zetu wanaziamini. Tutaandika rehma rasmi kwao, lakini mwanzo ikatajwa yattaqun. Sawa sawa. Kwa hiyo taqwa Allah kwa ujumla wake, ucha Mungu, ni sababu ya kupata rahma khas, tukiachilia mbali rehma ile kwa wote. Kwenye aya hii imesema wa rahmati wasi'at kulla shay, rahma yangu kila kitu inapata rehma zangu. Kila kitu, kila pahali kuna rehma zangu. Sasa upate sawa, upate wewe rasmi, uwe mcha Mungu. Sawa sawa. Nyingine ndio ile tuliyozungumza kwa mwema kwa viumbe, arrahmatu bi khalqillah, kuwa na rehma kwa viumbe wa Allah. Wewe mwenyewe ukiwa na rehma kwa viumbe wa Allah, basi utapata rehma za Allah. Viumbe vya Allah wewe unavihurumia, vinapata rahma kwako. Kuna mtu alimfungia paka, hakumpa chakula wala hakumwacha kwenda kutafuta mwenyewe, akakosa rahma ya Allah, hakuingia peponi. Ile kule pia akaikosa. Subhanallah, kiumbe wa Allah paka. Mwingine akamhurumia mbwa kwa kumpa maji, ana kiu sana, akapata rahma ya Allah na kusamehewa dhambi, akaambiwa umeshasamehewa. Kiumbe wa Allah. Sawa sawa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye hili akazungumza kwa ujumla wake, akasema arrahimun, wale wenye rahma kwa viumbe wa Allah, yarhamuhumur rahman, atawapa rahma Allah mwingi wa huruma. Yule Rahman, yule tunayemzungumza, yule mwenye rehma kwa wote, yule kwa sababu ya wewe kuwa na rehma kwa viumbe, yarhamuhum, atawapa rahma khasa. Rehma yake si imeenea kila kitu. Hapa inatajwa sasa atawahurumia wao. Ala, hii ni rehma maalum. Kutokana na kwamba nyinyi mna rahma kwa viumbe, basi yarhamukumur rahma, Allah atakuhurumieni, atakupeni rahma maalum. Kwa hiyo arrahimuna, wenye rehma kwa viumbe wa Allah, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala, atawapa rahma Allah yule Rahman tabaraka wa taala, aliye mwenye baraka nyingi na aliye wa juu. Hii bwana iangalie vizuri sana, ukamwona hata sisimizi unatawadha, ukafikiria haya maji nikiamwaga kwa nguvu yatamchukua, itakuwa bahari, ukaamwaga pembeni kidogo. Umetengeneza kitu, wewe umestahili rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wewe unaua tu simizi, kanyaga. Wamekufanya nini? Viumbe wa Allah Mungu amewaleta kwa mpango maalum.
wala hawakufanyia chochote, ila wakiwa wameingia kwenye anga zako wamekufanyia mambo sasa hakukaliki. Hii ni kesi maalum hiyo sasa, ndio. Wadudu wengine wazuri, lakini sasa kwa kipindi hicho wamekuwa si wazuri tena kwako. Nyuki wadudu wazuri sana, tunafuga, si ndio? Tunawafuga, tunapata asali kabisa. Ni wadudu ambao Mungu amewafanya waishi na binadamu, wanawatengenezea asali, tunaichukua wanatengeneza tena. Lakini kuna wakati ameingia kwenye anga sizo, kundi zima la nyuki limeingia ndani ya nyumba, mnafanyaje sasa? Hapo hiyo ni vita, hakuna namna. Hapo rahma ni kule kuwafukuza sasa, kwa namna ile utakoweza. Imekaa vizuri, lakini sio umetingwa unaua nyuki tu kile unapoona, kwa sababu unafikiria huyu anauma, baadhi ya nyakati anauma. Sio hivyo, hatukutumwa hivyo. Hata nyoka tumeambiwa akiingia kwenye anga zako muue, tena hata ukiwa ndani ya swala. Lakini ukupewa kibali wewe kwamba utembee porini unasaka nyoka kuua, ukupewa kibali hicho. Ukupewa kibali hicho. Nguruwe tumekatazwa tusimle, tusimfuge, tuseme kazi naye, si ndio? Lakini wewe ingie porini unasema ngiri wote mimi napiga. Umetumwa na nani? Siku moja nilipozungumza mfano huu, bwana mmoja akasema, kwa hiyo kama mjini kuna bwana mmoja jirani yangu anafuga nguruwe na maji kwake yamekatika, kwa hiyo mimi kwa rahma ile mimi nimpe maji akanywishe nguruwe. Kaambia, bwana ndivyo ulivyoelewa kweli hivi? Kwani yeye aliambiwa afuge nguruwe? Afuge nguruwe alafu aje aombe maji kwa? Hatukwambia ufuge nguruwe. Lakini nguruwe huyo kama mimi nilimkuta porini anashindwa kunywa maji sehemu fulani, kwa mfano nikamfanyia maarifa akayapata maji akanywa, mimi nikaenda zangu, sawa, unatakiwa ufanye hivyo. Umemsaidia kule kwenye maisha yake apate maji anywe, si ndio? Wewe ukutumwa kufuga nguruwe, umekwenda kuchukua nguruwe unafuga alafu uje uombe maji useme uhurumie viumbe wa Mwenyezi Mungu? Sio hivyo, utalibeba mwenyewe. Tuko vizuri eh? Sharti tuelewe tunachokifanya, tusijisemee chochote. Kwa hiyo arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala, wale wenye huruma kwa viumbe wa Allah anawahurumia na atawahurumia rehma khasa Allah tabaraka wa taala. Ikaja amri sasa, irhamu man fil ard, wahurumieni viumbe wa Allah, wapeni rahma viumbe wa Allah katika ardhi. Yarhamukum man fis sama, atakuhurumieni yule aliyoko mbinguni. Anatoa huruma yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kuambia malaika, huyu mimi nampenda, mpendeni. Sawa. Kingine katika njia zinazopelekea kupata rahma za Allah, zile rahma khasa, jihadi katika njia ya Allah na kuhama kwenda kwenye sehemu ambayo unaweza ukamwabudu Allah. Kama sehemu ukaayo huwezi kumwabudu Allah hata kidogo, upati wasaa huo. Kwa hiyo jihadi na hijra, kupigania dini ya Allah kwa kuitetea kila namna unayoweza. Ukitajua jihadi usije ukafikiria ni kule kufa. Jihadi uwanja mpana wa namna ya kuifikisha dini ya Allah ijulikane, ndio maana ya jihadi. Kila zile juhudi za kuweza kuifikisha njia ya Allah ieleweke. Kwa hiyo hii jihadi na kuhama kwenda kwenye sehemu ambayo utaweza kumwabudu Allah, kama sehemu unayokaa huwezi kumwabudu, hizo ni njia ambazo zinampelekea mtu apate rahma khasa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Surati At-Tauba ya 118, innal ladhina amanu, wale walioamini, walladhina hajaru, na wale waliohama kwa ajili ya kwenda kumwabudu Allah vizuri kwenye sehemu inayostahili. Walitoka Maka wakaenda Madina kipindi hicho, sawa sawa. Kwa hiyo kila mwenye sifa hii, wajahadu, na wale waliopigana jihadi kwa ajili ya fi sabilillah, njia ya Allah, wajahadu fi sabilillah, wakafanya jihadi kwa ajili ya njia ya Allah, pigana jihadi katika njia ya Allah. Majibu nini baada ya maneno haya? Ulaika yarjuna rahmatallah, hao wanatarajia kuipata rahma ya Allah. Hii ni rahma gani? Khasa, si ndio? Kwa sababu walikuwa wanaishi wa rehema ile ya amma wanayo, wanakula, wanakunywa, wanavaa, wana pesa. Imebaki rahma khasa, yarjuna rahmatallah, hawa wanatarajia kupata rehema ya Allah, wataipata rehema ya Allah kuanzia hapa hapa duniani.
wallahu ghafurur rahim ya pili sasa hivi, na Allah ni mwenye kusamehe tena rahim biibadihi almu'minina fil akhirah. Unaona huku rahmatullahi kwa sababu Allah ni Rahman, sawa sawa. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwenye kusamehe na mwenye huruma, watapata rehema nyingine huko akhera. Nyingine kudumisha swala, kutoa zaka, kumtii mtume, imetajwa mujmalan. Hiyo kudumisha swala ni katika jambo ambalo Mungu analipenda sana, mambo ambayo tumeyasoma katika hadithi al-Qudsi yanayopendeza kwa Allah sana. Kwanza ni kutekeleza yale uliofaradhishiwa, si ndio? Halafu ukizidisha sasa ukaenda kwenye nini, zile nawafili ukaongeza, unajisogeza kwa Allah, sawa sawa. Kwa hiyo kwanza kutekeleza yale ambayo ni lazima, kudumisha swala, kutoa zaka, kumtii mtume kwa ujumla wake. Allah analibaini hilo kwenye surati An-Nur aya 56, wa aqimu salat, na mdumishe swala, wa atu zakat, na mtoe zaka, wa atiu rasul. Ilikuwa kudumisha swala na kutoa zaka tayari ni kumtii mtume, ikatajwa rasmi wa atiu rasul, na mumtii mtume. Kila unapojua hapa ni kumtii mtume, hapa fanya hicho. Unajua hapa ni kumtii mtume, acha hicho. Sasa yani hiki amekataza, si ndio? Manake acha alichokataza. Na kumtii mtume, hivi vitu vilivyotajwa hapa, mkifanya hivyo, mkidumisha swala, mkatoa zaka, mkamtii mtume, la'allakum turhamun, ili mpate rehma za Allah. Rehma gani hiyo? Hasa. Sawa sawa. Kwa leo tumalizie na moja hapa, tukipata wasaa tena tutazitaja na nyingine, ili tuondoke tuna kitu katika kupata rehma hasa hapa duniani. Usitosheke tu ukiulizwa, wewe bwana, vipaji vyako ulivyopewa vipawa vya namna gani kwenye rehma za Allah? Bwana, Allah anaturehemu bwana, mashaallah, tunavuta pumzi, alhamdulillah, tuna neema hizi. Hata Karuni alipewa bwana, alipewa Karuni. Ndio hizo unazojisifia. Karuni alikuwa na mali kwa kweli, ambayo watu hawawezi kubeba funguo, watu wenye nguvu. Mafunguo yanabebwa na punda na farasi, funguo za mali za asili. Sasa usijisifie hiyo, jisifie rahma ya Allah kwenye utiifu, upate rahma hasa. Tuko pamoja? Nyingine kwa leo, tadabburu alquran wa ittiba'u awamiri, kule kuizingatia Qur'ani na ukafuata amri zake, kuisoma kwa mazingatio ili utekeleze kilichomo. Hili ni jambo linalopelekea kupata rehema za Allah. Sawa sawa. Sio ile ya kupata thawabu. Kupata thawabu, ukiisoma Qur'ani thawabu utapata. Na ndio bahati mbaya ndio lililobakia hilo watu sana. Nalisema mara nyingi sana. Yaani tumebakia mara nyingi kufikiria kusoma kwa kupata thawabu. Hii utaikuta mwezi wa Ramadhani mtu anakuambia nimesoma mara ngapi, nimehitimisha mara ngapi. Kweli atakataa, jambo zuri sana, lakini umepata na nafasi ya kuangalia unachokisoma japo kidogo ukakizingatia. Kwa hiyo hii ya kusoma Qur'ani kwa kuizingatia ili uweze kuangalia kama kuna amri ufuate. Hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Al-An'am aya ya 155, wa hadha kitabun, hii Qur'ani ni kitabu ambacho anzalnahu, tumekishusha, mubarakun, chenye baraka nyingi, kimebarikiwa sana, kitabu mubarakun, fattabi'uhu, ifuateni basi, fuateni amri zake. Kitabu chenye baraka hii, hata baraka zenyewe usijui, uone kitu ndani. Kitabun anzalnahu mubarakun, ni kitabu tulichokishusha chenye baraka nyingi, kimebarikiwa. Fattabi'uhu, kifuateni amri zake ndani yake. Wattaqu, na mjikinge yale ambayo yamekatazwa ndani yake, mjizuie makatazo yaliyomo, ili nini? La'allakum turhamun,
ili mpate rehma za Allah. Kwa kufanya hivyo mtapata rehma ya Allah. Rehma gani? Hasa sawa, ile ama ile unayo wewe tayari, una macho, una masikio, una kila kitu, lakini ukisoma uzingatii. Sasa soma kwa kuzingatia ili mpate rehma za Allah. Allah atujalie kwa nini kusikia na kufuata yale mazuri. Kama kuna swali. Nashukuru kwa mada yako nzuri, tumeielewa alhamdulillah, na Allah akulipe kwa hayo. Amina, sote. Sasa swali langu leo limejikita kwenye masuala ya urembo wa wanawake. Iko shida ambayo tunaipata kwa wake zetu na wanawake kwa ujumla tu kuhusu mapambo yao, na nijikite kwenye mapambo yale ya nywele. Kuna hii habari ya kuzilainisha nywele ili kuongeza kidogo urembo, ama ili kuzifanya nywele zao ziwe laini na labda ziweze kuchanika, kukaa vizuri. Sasa iko shida kuwa labda hizi dawa ambazo wanaweza wakazitumia kwenye kuzilainisha nywele, kumekuwa na sintofahamu kuwa zinaruhusiwa au haziruhusiwi. Umesikia? Shukrani. Ni hivi, kulainisha nywele na kufanya zipendeze ni jambo limeruhusiwa sana kwa wanawake. Kulainisha nywele, kuzifanya zipendeze ni jambo limeruhusiwa, lakini kinachofanyika sio kulainisha na kufanya zipendeze. Wanachofanya sasa hivi ni kujibadilisha. Kujibadilisha hairuhusiwi. Mtu unalainishaje nywele miezi mitatu pengine, au pengine ni mfululizo mpaka nywele inabidi azinyoe. Umezilainisha, zimekuwa mfululizo mpaka nywele zako hazijulikani ni za aina gani. Halafu pili, madawa yanayotumika wamekwisha thibitishiwa yana madhara kwa wao wenyewe, hata kwa wanaokaa jirani nao, hata kwa watoto wanaowabeba pumzi zake wanazovuta. Hilo nalo la pili. Kuleta madhara ni kosa, hairuhusiwi kutumia kitu chochote chenye madhara, kujidhuru mwenyewe au kumdhuru mwingine. Moja, hilo ni kosa kwenye hilo. La pili ni lile kwamba mbona huyu anajipamba kwa mtindo wa kubadilika kabisa. Hilo inachukua pia sio nywele tu, lenzi za macho, kunyoa kabisa nyusi, kubadilisha rangi zote za mwili, rangi yote ikabadilika. Sawa? Makeup zinaruhusiwa, lakini huyu anajibadilisha kabisa mpaka hajulikani tena. Ataondoa makeup mjui, au mwingine amepigwa makeup mpaka ukimuona ndio yule. Asiye hii usiye bibi harusi ameonekana siku ya harusi mpaka mume mwenyewe anashangaa, ndio mke wangu nilimchumbia huyu. Akija akiondoa gypsum ile ndo anarudi ni yule, lakini kwanza amepiga gypsum mpaka amekuwa mwingine. Kwa hiyo hii kulainisha nywele ni vitu vipo, inaruhusiwa. Hata lengo la mafuta kwa nini? Kulainisha hivyo. Sasa hata hayo mafuta kama wanayo, hata ni dawa ambayo ingekuwa ilainishe kwa kipindi fulani, nywele zimependeza, halafu baadaye anaweza akaoga ukaona imetoka, akitaka akafanya tena. Lakini akishaweka hivyo, pengine hata maji kwanza hataki kuyatumia kwa kipindi kirefu, na kila asubuhi akutane tena na mtaalamu yule, ana retouch na kuretouch, sio anafanyaje yule anasema. Kila siku yuko hivyo mpaka amekuwa mwingine. Msomali si Msomali, Mchina si Mchina, si Mzungu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin.